Bwana karibu sana. Asante sana GSM. Kwani unaitwa Buffon? Wameniita. Watu wamekuita? Yeah. Umefanya naye? Nimefanya naye jinsi ninavyocheza. Gianluigi Buffon. You're welcome my brother. Our Buffon. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo goalkeeper mpya wa klabu ya Yanga Hussein Masalanga alivyowasili ndani ya klabu ya Yanga na kujiunga na nyota wa klabu ya Yanga kwa ajili ya maandalizi ya michezo ya NBC, lakini pia na ile michezo ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, ni Hussein Masalanga maarufu kama Buffon, wengi wakipenda kumuita hivyo kutokana na umahiri wake wa kuweza kudaka mipira. Bwana, ni moja kati ya sajili ambayo kama ambavyo nilikutaarifu kwamba ni moja kati ya sajili ambayo haikuzungumzwa sana ndani ya klabu ya Yanga, na ni moja kati ya sajili ambayo hata tetesi zake hazikuwepo kabisa za Yanga kumsajili Hussein Masalanga, goalkeeper wa klabu ya Singida Black Stars. Sasa mara baada ya Yanga kutangaza usajili wa Hussein Masalanga, bwana, Singida Black Stars tayari wameshakwisha kutoa taarifa ya kumwaga Hussein Masalanga na kumtakia kila laheri huko anakokwenda kwa maana ya klabu ya Yanga. Kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Singida Black Stars, wao walichapisha taarifa inayosomeka kwamba asante kwa kumbukumbu nzuri na mchango mkubwa uliotoa kwenye mafanikio ya timu yetu msimu huu. Tunakutakia kila laheri kwenye safari yako mpya. Ndicho ambacho walikiandika Singida Black Stars kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram. Sasa Hussein Masalanga yeye pia aliandika ujumbe mara baada ya kukamilisha usajili wake ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, goalkeeper huyo mpya wa klabu ya Yanga Hussein Masalanga, bwana, ameshukuru klabu yake ya zamani ya Singida Black Stars kwa kumheshimisha na ameandika ujumbe huu rasmi, na anasema asante sana Singida Black Stars kwa kunipa heshima ya kuitumikia timu kwa moyo wangu wote hadi mwisho wa mkataba wangu. Kwangu ilikuwa zaidi ya soka, ilikuwa familia yenye upendo wa kweli na nilijisikia fahari kuvaa nembo hii. Nawashukuru kwa dhati makocha, viongozi na wachezaji wenzangu kwa ushirikiano na vita tuliopigana pamoja uwanjani na nje ya uwanja. Kwa wana Singida na mashabiki wote, asanteni kwa mapenzi ya dhati kwa mapenzi yenu ya dhati. Support yenu na sauti zenu zilikuwa nguvu yangu hata katika nyakati ngumu zaidi. Ninaondoka nikiwa na heshima, fahari na kumbukumbu zitakazodumu milele. Singida Black Stars itaendelea kuwa moyoni mwangu daima. Nawatakia kila laheri katika kutimiza malengo yenu yote. Bwana, ndicho ambacho alikiandika Hussein Masalanga kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram mara baada ya kukamilisha usajili ndani ya klabu ya Yanga. Sasa usajili wa Hussein Masalanga ndani ya klabu ya Yanga umezua mijadala kwamba Yanga kwa watakuwa na magolkipa wanne kwa maana ya Abutwalibu Msheri, Homeni Abubakar, Djigui Diarra pamoja na Hussein Masalanga. Bwana, taarifa inaeleza kwamba goalkeeper wa Yanga Homeni Abubakar mwenye umri wa miaka 26 atakuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu akiuguza majeraha yake ya nyonga yanayomkabili. Yanga imemsajili Hussein Masalanga ili kuziba nafasi yake. Lango la Yanga litalindwa na Djigui Diarra, Msheri pamoja na Hussein Masalanga. Kwa hiyo ujio wa Hussein Masalanga ndani ya klabu ya Yanga ni kuja kuziba nafasi ya Homeni Abubakar ambaye yeye atakuwa nje kwa kuendelea kuuguza majeraha yake. Taarifa ya ujio wa Djigui Diarra, tumemsikia msemaji wa klabu ya Yanga Ahmed Diarra akithibitisha kwamba Diarra tayari yuko kambini na anaendelea na mazoezi na klabu ya Yanga. Kwa hiyo zile tetesi ambazo zimekuwepo kwamba kuna baadhi ya vilabu kama Zamalek, CR Belouizdad ambavyo vimetuma ofa ndani ya klabu ya Yanga kwa ajili ya kuhitaji huduma ya Djigui Diarra, basi itakuwa ni tetesi tu, lakini Diarra tayari ameshakwisha kuwasili ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ujio wa Hussein Masalanga ndani ya klabu ya Yanga unazidisha ushindani kwenye lile lango la Yanga, kwa maana ni nani ambaye ataendelea kumshawishi Pedro Gonçalves kama kipa nambari 1. Lakini tunafahamu ubora wa Djigui Diarra ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia tumeona kile ambacho amekifanya kwenye michuano ya AFCON mara baada ya kuiwezesha timu yake ya Mali kucheza hatua ya 16 bora, lakini pia hatua ya robo finali, na tuliona namna ambavyo aliweza kuisaidia timu yake na kufanikiwa kuibuka mchezaji bora wa mechi, akichukua ile tuzo ya mchezaji bora wa mechi kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo uwezo wa Djigui Diarra bado utaendelea kuwa bora na bado ni moja kati ya kipa ambaye ataendelea kuwa namba 1 ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo Hussein Masalanga anatua ndani ya klabu ya Yanga kama mbadala wa Homeni Abubakar na si vinginevyo kama ambavyo tetesi zimekuwa zikieleza kwamba huenda ndiye mrithi
wa JJ Diarra ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona ni kujuza, lakini kubwa zaidi ni mara baada ya usajili wake ndani ya klabu ya Yanga tayari ameshakwisha kuungana na klabu yake ya Yanga na kwa ajili ya michezo ambayo Yanga wanakabiliwa nayo. Tunafahamu kwamba Yanga anakwenda kucheza dhidi ya Mashujaa mchezo wa NBC. Baada ya hapo Yanga watasafiri moja kwa moja kuelekea nchini Misri kwa ajili ya mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao utapigwa tarehe 23 na ni mchezo ambao Yanga watahitaji matokeo kwa maana ya sare ama kushinda ili kuweza kujiwekea mazingira mazuri ya kutinga hatua ya robo finali. Mpaka sasa baada ya usajili wa Hussein Masalanga ndani ya klabu ya Yanga, bwana, Yanga wanakamilisha idadi ya wachezaji wa 4 ambao tayari wamewasajili kwa maana ya dirisha dogo la usajili, ambapo ni Emmanuel Mwanengo ambaye amesajiliwa kutoka ndani ya klabu ya TRA United, lakini pia Mohamed Damaro Kamara alitoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo wa mpaka mwisho wa msimu, lakini Alan Okello ambaye ametokea ndani ya klabu ya Vipers ya Uganda, pamoja na Aurelio Dep ambaye ametokea Radom ya Poland ambaye ni raia kutoka Angola. Lakini ingizo la Yao Kwasi ambaye alikuwa majeruhi na kama ametolewa kwenye mfumo ule wa usajili, sasa Yao Kwasi amerejea tena na huenda tukashuhudia pia nyota wa kigeni ndani ya klabu ya Yanga akatolewa, kwa sababu idadi mpaka sasa inakuwa ni idadi ya wachezaji 13 wa kigeni, na tunafahamu kwamba shirikisho la soka Tanzania TFF limeweka idadi ya wachezaji 12 wa kigeni ndio ambao wanatakiwa. Kwa hiyo kuna mmoja anaweza akatolewa ndani ya klabu ya Yanga. Kumekuwepo na tetesi kwamba Frank Asiki ambaye alisajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kwa mkopo wa miezi 6 ndani ya klabu ya Yanga kuchukua nafasi ya Yao Kwasi huenda akarejeshwa ndani ya klabu ya Singida Black Stars, kama ambavyo taarifa zinaeleza tayari Mohamed Dumbia yeye jina lake limeshakwisha kuondolewa. Kwa hiyo tunasubiria pia kuona ni nani ambaye atapunguzwa kwa maana ya wale wachezaji wa kigeni ili kutimiza ile idadi ya wachezaji 12 ambao wanatakiwa kuwepo ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona ni kujuza, lakini Hussein Masalanga hajapoteza muda wowote. Mara baada ya usajili tu tayari ameshakwisha kutua ndani ya klabu ya Yanga kwa ajili ya majukumu yake mapya. Tuliona uwezo wake kwenye michezo ya AFCON, hususan ule mchezo wa hatua ya 16 bora dhidi ya Morocco, namna ambavyo alifanya kazi kubwa licha ya kuondoshwa, lakini ni moja kati ya goalkeeper ambaye alifanya saves ambazo pengine kama si yeye huenda tungekuwa tunazungumza matokeo mengine kwenye ule mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco, na si tu goli 1-0 bali tungezungumza magoli mengine. Lakini uwezo wake mkubwa ndio ambao ulifanya matokeo kumalizika vile kwa maana ya goli 1-0. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze juu ya usajili wa Hussein Masalanga ndani ya klabu ya Yanga, lakini namna ambavyo pia Singida Black Stars wametoa taarifa ya kumwaga Hussein Masalanga. Lakini Hussein Masalanga naye pia akatumia ukurasa wake wa Instagram kuishukuru Singida Black Stars kwa namna ambavyo ameishi ndani ya kikosi hicho kwa upendo mkubwa na namna ambavyo alionyesha upendo na klabu ya Singida, na kuahidi kwamba bado